Jina langu naitwa Nsajigwa James Mwaisaka, mchungaji kanisa la EAGT. Na hii vita ya Iran na Marekani na Israeli sana na kuweka kwamba naiona kama ni vita kwanza moja ya kiuchumi, alafu kiuchumi kwa maana Marekani inahitaji ilinde dola yake, sababu kuna matokeo sasa hivi, mara kuna BRICS, mara kuna vikundi gani, kwa Marekani nayo inataka ilinde dola yake, lakini pia nalinda pia usalama wa Israeli, sababu tunajua Israeli ilivyo, sababu wale Irani wametangaza muda mrefu na kwamba wanataka wapate silaha za nuclear ili waweze kuiangamiza Israeli na kuifuta katika ramani. Na hiyo tunakumbuka huko nyuma, huyu Netanyahu ambao ni waziri mkuu wa Israeli aliwahi kueleza kwamba wanarutubisha hiyo uranium, wako katika kiwango fulani. Sasa ikifika kiwango fulani cha zaidi ya pale walipokuwa, ile inakuwa ni point of no return, yani hawawezi kurudi nyuma. Kwa hiyo bomu la nuclear lazima sasa kuiangamiza Israeli. Kwa Israeli lazima nao wajihami, lakini katika kujihami ni kunamna kuondoa ile mitambo yote na wasiweze kufanikiwa Irani kupata ile bomu la nuclear au silaha za nuclear. Hiyo ndio kazi ya Israeli, lakini wakisaidiwa na Marekani kwa sababu ya teknolojia walionayo na ukubwa wa uchumi walionao na uwezo na Marekani inahitaji sana Israeli kwa sababu ya ujuzi wa teknolojia, lakini Marekani pia wanahitaji kwa sababu ya uchumi wao. Kwa pamoja basi wanaweza kuiangamiza Irani, ndio makusudi yao. Na Biblia inamzungumziaje huyu Muirani ama Irani kwa ujumla? Irani tunawaona tangu siku nyingi. Angalia kipindi kile kabila mbili za kusini, yani Yuda, ambao ndipo Yuda inaanza kwa usahihi, maana kabila 10 kaskazini, lakini kulikuwa na kabila 2 zile ambao zilienda utumwani huko Iran. Wameanza Babeli, alafu kachukua ufalme wa Iran na Medi, alafu kachukua ufalme tena wa Greek, yani wa Hellenic people, na baadaye kachukua hawa wa Rumi. Kwa hiyo tunaona tangu hapo ile Iran tunaiona kwenye picha kubwa kuwepo katika historia nzima hata ya Ukristo, kwa jinsi walivyofanya kina Koreshi. Tunaona pia hata mamajusi walivyofanya, walitoka Iran. Kwa kazi kubwa ambao walimtunza Yesu ni Iran, naweza kusema kwa kifupi ni Iran, lakini leo wamepata dini nyingine, kwa wanataka kuilinda hiyo. Ukristo hawana haja. Lakini ndio hii vita wanaihusanisha sana na vita ya 3 ya dunia. Labda pengine wewe kwa maoni yako unasemaje? Kwangu mimi na kwa sehemu ninavyoelewa Biblia, hii haiwezi kuwa sehemu ya vita vya dunia ya 3, kwa sababu kwanza vita vya 3 vya dunia naelewa lazima kanisa liwe limenyakuliwa. Ni katika kipindi kile tunaita cha dhiki kuu ndipo itatokea ile miaka 3.5 ya mwisho katika ile miaka 7, kwa wiki ile ya 70 ya Danieli aliyoiona. Miaka ile nilivyosema kwamba Wayahudi walienda utumwani huko Irani, miaka mingi sana. Kwa hiyo leo hii ni vita tu ambayo Yesu alitaja pia kwenye kitabu cha Mathayo kwamba vita vitakuwepo, lakini vitasikika sehemu kwa sehemu, na vita hivyo mataifa watakuwa wanapigana,
mataifa mawili au matatu, lakini sio vita ya dunia. Ya dunia kwanza, alama yake ni kwamba lazima kanisa liwe limenyakuliwa, na tunajua kuna unyakuo na ufufuo wa kanisa. Kwa hiyo mimi hii sihesabii kama ni vita vya tatu, bali vya kiuchumi tu, kama nilivyosema mwanzo, ni uchumi ili dola wailinde. Ndio maana sasa hivi mafuta yamezuiliwa kwenye ile rasi ndogo ile kati ya Irani na Uarabuni. Kuna mahali padogo panakona kwenye ziwa ile bahari ya wanaita Gulf. Kuna ile wanaita eneo la Gulf. Sasa ile ndio maana mafuta sasa hivi yanaanza kupanda juu, kwa sababu hayaji tena. Kwa hiyo inaleta shida kwenye uchumi na dola yenyewe inaleta shida. Sasa hiyo ndio inataka kuipigania. Tukiangalia Israeli ni nchi ndogo sana. Ndiyo. Lakini ni nchi ambayo inafatwa sana. Labda changamoto ni nini hasa? Ya, mimi naweza kusema mambo haya sasa, mengine tunakwenda, hatuendi kutengeneza ile doctrine za dini mbalimbali. Maana dini kubwa tulizo nazo pale mahali ziko tatu. Dini kubwa ya kwanza Waislamu. Unakuta ni sehemu, ukiangalia ramani kuanzia Uturuki yote hiyo kuzunguka kushoto mpaka mashariki Irani, mpaka chini kabisa huku mpaka kaskazini Afrika, mpaka sehemu kubwa ya Eritrea, sehemu kubwa ya hata Somalia, unakuta wengi wao ni Waislamu. Kwa hiyo Israeli imezungukwa na dini kubwa sana. Kwa nini? Unajiuliza, kwa nini? Kulikuwa na nini mpaka wafanye hivi? Ni nani yuko nyuma ya hicho? Halafu nakuta dini ya pili ni Uyahudi, ile Judaism. Ndio maana Israeli nasema hii ni nchi ya Kiyahudi, kwa sababu ya dini yao ya Kiyahudi. Lakini wapo pale ndipo chimbuko la Ukristo. Yerusalemu ndio chimbuko la Ukristo. Lakini wanakuambia hata hawa wa Judaism wanasema chimbuko lake ni Yerusalemu. Lakini ukiangalia hata Waislamu wanasema pia kuna sehemu kubwa pale katika ule msikiti ule tunaita Omar Dome, au msikiti wa Omar. Kwa hiyo pale kila mtu anadai pale. Kwa hiyo unakuta Israeli wanataka kuiondoa kwa sababu inaamini ndio hasa kwenye Ukristo na Uyahudi. Kwa hiyo Waislamu wangependa hii itoke, lakini haiwezekani kwa sababu wanajua kuna vita Yesu, tunaongea juu ya tunaita viti vya enzi. Kuna vitu vya enzi vitatu vinatajwa kwenye kiti cha enzi. Cha kwanza ni cha Yesu mwenyewe atakayokaa hapo mbinguni wakati wa hukumu ya watakatifu wale watakaokuwa wamenyakuliwa kabla ya dhiki kuu. Halafu hiyo ni kiti cha enzi cha Yesu, lakini kuna atashuka chini. Hii Israeli, Yerusalemu hii tunayoijua sisi, hii Yerusalemu ya Israeli, Yerusalemu ya Middle East, hiyo kuna kiti cha Yesu, maana tatawala kwa miaka 1000 akiwa duniani. Kwa hiyo kuna pale kiti cha Yesu. Sasa ndio hiyo Irani kwa akili yote aliyonayo anataka kubomoa, yani. Kwa hiyo Yesu aje akute akae mahali ambapo palivunjwa na bomu la Irani. Yani je, itakuja akili kweli? Ataweza kushinda kweli? Yani hawezi. Yesu Mungu mwenyewe ndiye anataka kazi. Alafu wewe unasema nataka kutoa kwenye ramani ambayo Mungu aliweka, wewe utoe. Itawezekana? Siongelei dini, Uislamu au Kristo, lakini katika mantiki, hata wewe ungekuwa Mkristo ungevaa viatu vyako au kavaa viatu vya Kiislamu. Je, itawezekana? Mimi na haiwezekani. Kwa vita vya Irani kwa sababu ya kubomoa pale hawezi. Labda pengine unafikiria athari hasa ni nini kutokana na hivi vita vinavyoendelea? Athari. Athari ni sana. Ndio ile kwamba ni maafa. Ni vurugu. Amani inatoka. Maana sasa Irani ameanza kupiga hata maeneo ya Waarabu wenzake. Tuseme yeye sio Mwarabu, Irani sio Arabu,
ni watu wengine, lakini anaanza kuwapiga hata Waarabu. Kwa hiyo unaweza ukasema sio Israeli peke yake. Kwa hiyo inaingia sasa hata vita vya Kiislamu, yaani Waislamu wanaingizwa kwenye vita. Kwa hiyo ina maana baadaye Uislamu uwe pamoja na Ukristo, kwa sababu Uislamu ule aina ya Irani inawapiga wote, iwe Mkristo au Myahudi kwa Yerusalemu au uwe Muislamu sana hawa wa aina ya Sunni. Kuna pale tunaelewa kwa sehemu, si ndani sana, lakini naelewa kuna Sunni na kuna Shia. Sasa Shia wanawapinga Sunni, kuna mabishano pale. Undani kiasi gani nisiingie kwenye dini ya watu, lakini naelewa. Tukizungumzia madhara ya kiuchumi kwa mataifa yote. Madhara ya uchumi, kwa sababu kama vile tulivyoongea kidogo nje ya kamera kwamba Ibrahim alitoa baraka kwa kina Ishmaeli. Sasa mafuta mengi kwa Waarabu ni mengi, na dunia nzima inategemea mafuta kwa sehemu kubwa kutoka huko. Pasenti kubwa inatoka sehemu nyingine, lakini zaidi ya nusu inatokea kwa Waarabu. Kwa hiyo unakuta, kwa hiyo kiuchumi dola ya Marekani itaathirika kama hawataidhibiti swala hili. Kwa hiyo ni vita vya kiuchumi, narudia tena. Kwa hiyo pia naona tena kuna vita vya kidini humo ndani, naona humo tena, kwa sababu sasa utasema dini gani? Ni Uislamu huo wa aina ya Shia unapiga Uislamu aina ya Sunni, kwa maana Waarabu Sunni wanapigwa na wenzao wa. Kwa hiyo Waarabu wa Sunni hawezi kufurahia jambo hili. Miji kama iliyojengwa vizuri kama ya Riyadh, miji iliyojengwa ile ya Saudi Arabia, sehemu mbalimbali hiyo inapigwa, inabomolewa na mwenzao. Yaani kweli utaelewa ni kitu gani hapo. Ni kwa nini anapiga makombora namna hiyo? Anahisi kwamba kuna adui amefichwa huko kama huko. Sasa nafikiri kwa mfumo wa majeshi haya. Unajua mara nyingi majeshi yaliyo katika visiwani kama Uingereza au unakuta yako vizuri sana kwa Air Force. Unakuta hata ile makubwa na ndege. Sasa unapanga jeshi lako kufuatana na ulivyo. Kwa hiyo unakuta Iran, naamini sijajua uwezo mkubwa wa jeshi la anga, yani lile la ndege. Kwa hiyo yeye nafikiri ameamua kwa kufikiri tu na kwa kuona tu. Nafikiri hii itanipa kustadi zaidi. Lakini kwa stadi ndogo ndio nayo, naona ana mitambo ya kurusha haya mamiza tu. Ndio hiyo ndo anajua atakuwa hapo, lakini atajua atapiga kokote bila kufuata kwa ndege, bila kufuata kwa infantry au haya kwa vifaru au kwa nini. Yeye anategemea sana hayo maroketi kuyarusha kuliko aina yoyote ya jeshi kati ya infantry mambo ya. Lakini Israeli unakuta iko vizuri sana kwenye ndege. Ndio maana inategemea sana ndege kwamba inaweza kapiga hata aliye mbali. Ikafuata kwa ndege, alafu kwa karibu ndege na ukiangalia hata Gaza walikuwa wanapiga na ndege, wanapiga, alafu ndio vifaru vinakwenda. Tena vifaru vidogo tu ambavyo viko vizuri tu walivyotengeneza viko. Wanavijua makava nini taxi. Viko vidogo lakini viko so. Na Harmagedon kwa mujibu wa Biblia, ukiangalia na vita hii ni wapi baba makamu askofu? Harmagedon. Harmagedon. Ni eneo. Harmagedon. Nafikiri kuna, ukiangalia ramani ya Israeli, kuna eneo linaitwa Jezreel. Kuna bonde fulani linaitwa Jezreel na kuna vimilima fulani huko. Sasa hicho kilima cha Megiddo ndio Harmagedon. Kwa ndio maeneo hayo kutakuwa na vita hivyo vya dunia vya mwisho ambavyo Yesu tunajua sisi tunaoamini Biblia, Yesu ndiye anakuja kuvimaliza hivyo vita, na akifika na vimaliza hivyo ndio anaingia kutawala ile miaka 1000 hapa duniani, ambayo kiti chake cha enzi kama nilivyosema mwanzo ndio hapo kitakuwa Yerusalemu.
Ndio hapa ambapo Muirani sasa anapiga. Ndio anataka apige wakati Yesu anataka amepanga atakuwa na. Yule kuna vitu vingine vinachelewesha. Yeah. Sasa unashindana na Mungu aliyeumba na mbingu na nchi. Manake ukisema hivyo, manake hata wakati anaumba hakuwa kwenye nchi. Lazima uwe nje ya. Hata ninapotengeneza gari, huwezi ukawa ndani ya gari kwa tengenezwa. Unakuwa nje ndio unatengeneza. Kwa hiyo hata Mungu alipoumba mbingu na nchi, alikuwa nje ya vitu hivi ndio alikuwa anatengeneza. Sasa mwe nyinyi mlio ndani ya hiyo mnasema utampigana na Mungu. Aliyeweza kwa nje ya hicho kitu. Yaani akili itakuwa ngumu. Tunahitaji watu hekima na ufahamu. Nini wito wako sasa kwa kanisa, jamii na Waislamu kwa ujumla? Ya kwa kweli ndugu zetu, nyumba zetu zina watu tunao wote. Kwa hiyo hatuwezi kusema Uislamu wenzetu, ndugu zetu na wengine hapa tunao ndani ya nyumba. Kwa hiyo wao sio tatizo. Kwa hiyo rafiki zetu na ni wenzetu na wametutunza kwa sehemu kubwa. Wengi tumetoka bara, sehemu ya kweli, lakini tumefika hapa Dar es Salaam. Tumelelewa na Waislamu sana. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili yao. Sababu wamefanya kazi kubwa sana hata kwa ajili yetu. Kwa hiyo tunaombea wote tu, yani isiwe ndio maana Marekani sasa hivi wanashinda hawalali, wanakesha kuombea Trump. Akili Trump Mungu aibadilishe, alafu Netanyahu naye Mungu aiweke hekima ndani yake, na hata huyu kiongozi wa Iran naye ampe hekima fulani ifikie zinazoelewa ili hili jambo lisiwepo. Watu wanapata shida, uchumi zinapata shida. Kwa mfano Tanzania hii mafuta yakipanda, utatembea na gari kweli? Utatoa wapi mafuta? Utatoa wapi hela? Utatoa wapi? Kwa maana yake tutatembea wengi kwa miguu. Ni kwa nini pia walipata hasira baada ya yule kiongozi wao Ayatollah Khamenei kuuawa? Kwani yule alikuwa ni nani? Sasa nafikiri kwa mfumo wa Uislamu aina ya Shia tofauti na Sunni. Hii ndio tunaojua Saudi Arabia na nini, kwa sababu wale walitawala kwa njia ya caliphate. Yaani kama ni utawala unayoeleweka. Lakini wale waliweka katika mtu nani yako ile umeweka katika mtu Shia ambayo yule anakuwa kama anataka awe kama ndio mkubwa wa Uislamu, kile ambao hata version yake sio unaokubalika huku kwa Waarabu ambao wanasema sisi Uislamu ndio hasa chimbuko lake. Jeddah na Madina ndio chimbuko la Uislamu, na pengine ukiengelezwa habari za Yerusalemu kiasi wake wana sehemu wanaita sehemu takatifu. Sasa huko Irani wanasema nyinyi sio sahihi, pale ndipo inakuwa pia kuna mgongano. Ndio maana tunashangaa wengine, maana hawa jeshi analomiliki Ayatollah ni jeshi kulinda Uislamu. Ile unaona, yani Mungu yani awe na watu wanalinda. Hiyo tunashangaa. Lakini tunajua inawezekana yako mambo mengine ndani. Lakini imewaibua hata hawa nani Sunni, ndio ile Islamic State wanatengeneza jeshi wao, of course sio kulinda Uislamu, lakini kutawala utawala wa Kiislamu. Kwa hiyo ndio namna hiyo wafikie mahali kuelewa, na vitu hivi vinabidi utafiti uelewe vizuri.